pamoja na kwamba tuko msibani, tunaomba tumpigie makofi mengi sana kwa Yesu. Homilia uliyoitoa imekuwa ni kubwa mno. Shukuru sana pia Padre kwa kutuongozea ibada yetu. Ndugu zangu waumini, somo langu la dakika moja leo linahusu ni wakati gani tunaruhusiwa kulia mwanadamu anapotolewa. Nimehudhuria misiba mingi sana. Miezi michache iliyopita nilihudhuria msiba wa mzee wetu aliyekuwa na zaidi ya miaka 100. Lakini nilikuta watu wanalia na wanazimia kabisa. Anaitwa Mzee Msuguri aliyekuwa mkuu wa majeshi. Nafsini mwangu ikaniingia baada ya kusikia kifo cha mzee yule, mwingine akasema, lakini umri wako umekwenda sana. Kwa maandikio kwa hitimisho tulitarajia labda watu wakasema tusilie. Lakini pia nilihudhuria misiba mingine ya watu waliowahi kuwa majambazi ambao wamekufa kwa kupigwa risasi, kwa kuchoma moto na watu wenye hasira kali. Lakini bado kwenye msiba ule kuna watu wanalia, wanasikitika sana, wanaosema baba, mama, wanaoomboleza kwa kirefu sana. Lakini pia nimehudhuria misiba ya mtoto mwenye simoni ambaye unaweza kibinadamu kusema anyway, kwa kuwa alikuwa hata baba hajaonekana vizuri katika ulimwengu, lakini unamkuta baba analia na mama analia. Lakini ukisikiza mahubiri ya wachungaji wetu na maneno ya Mungu mengi kwa nyakati nyingi yanasisitiza kusilia. Lakini leo baba askofu umenijibia swali kubwa sana. Nilikuwa najiuliza, kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani atatoka? Kama watu wa dini wanahubiri kusilia. Lakini leo baba askofu umejibu swali moja kubwa sana, kwamba tulie, lakini tukiamini ipo siku tutafufuliwa. Kwa hiyo nami nihitimishe kwa maneno kwamba kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole nyingi sana kwa familia. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatoa pole nyingi sana kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali. Na sisi sote tunaungana na msiba huu mkubwa. Mimi nimekuwa ni mtu wa karibu sana kwa kaya Charles. Tumetoka kwenye msiba wa mzee wetu Msuya, tunabandika tena msiba wa kaya Charles. Hapa tena baba askofu anasema kuna msiba mwingine. Tukakaa tunazungumza na advocate sana. Huyu jaji anayezungumzwa ni yupi? Lakini Msando akasema inawezekana yule tuliyesoma naye aliyewahi kuwa mshauri pale Ikulu. Tunasema hatujui, ila tunamuuliza vizuri baba askofu. Sasa nihitimishe kwa kusema familia, tangu umri huu mliofikia mmekwisha aga watu wengi sana. Si kawaida sana, mara nyingi tunapoaga kwa tunadhani sisi sio wahusika. Lakini leo msiba umefika kwenye familia yetu. Kama ambavyo tulikuwa katika imani tunawaambia watu msilie, na sisi tunaendelea kusema ishikeni imani kwamba Mungu yuko pamoja nanyi nyakati zote. Baada ya kusema haya kwa askofu, itakuwa ni aibu sana kuja kumwaga kaka yetu Charles Kila katika kanisa ambalo alikuwa kusali nyakati zote. Hapo nje kuna manguzo yako hapo nje hapo, mamiti hapo yanaonyesha kwamba kanisa hili bado linajengwa. Hata kama tuna haraka sana kuweza kumsafirisha kaka yetu Kila, mimi naomba tuache alama kanisani hapa. Baba askofu ameniambia kwa haraka inahitajika milioni kama 50 ili iweze kutoa haya manguzo hapo nje. Haiwezekani tukaingia hapa tukamtaja sana baba huyu ili tusiache sadaka hapa kanisani.
itakuwa sio jambo la maana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba mkoba wangu na mimi nitoe sadaka. Na naomba maafisa wote mliotambulishwa kwa special, mlikuwa mtambulishi tu, walikuwa wanajua kitakachofuata. Naomba mshike sadaka kubwa kabisa ili mtolee Mungu. Nakumbuka Mungu aliahidi kwa shilingi 100,000 au 200,000 toa sadaka kubwa. Baba Askofu na mimi naanza sadaka hii hapa ya milioni 5. Naomba kakaangu Msando Mama Sinyangasa, hata kama hamna, nasema tu itakuja milioni 5, itakuja milioni 2, itakuja 3, itakuja 4. Tufanye chapchapu ndani ya chache ili angalau misa, ili angalau jambo lingine liweze kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo.